Tunaenda kuanza kupata darasa, na nikwambie tu kwa sababu wapo humo ndani wenyewe watajitambulisha kwa majina yao, tuwatambue ni akina nani, na zaidi tunazungumzia kuhusiana na afya ya uzazi kwa vijana woi. Karibuni sana humo ndani jamani. Asante sana. Mimi kwa kwanza tuanzie tu ufunguzi wetu ufunguliwe hapa na mtaalamu wetu wa afya akituambia elimu ya mabadiliko ya mwili wakati wa barehe. Hiki ndio kitu gani? Tukianza kwanza na barehe yenyewe ni nini? Tuanzie kwa mtaalamu, ukianza na majina. Asante ndugu mtangazaji. Kwa majina naitwa Messi Ezekia, ni muuguzi kutoka kituo cha afya Town Clinic, lakini pia ni mtoa huduma rafiki kwa vijana kituo cha afya Town Clinic kama nilivyosema. Okay. Lakini pia elimu ya mabadiliko ya mwili wakati wa barehe ni muhimu ili kuwasaidia vijana kuelewa kinachoendelea katika miili yao na jinsi ya kujitunza. Maana ya barehe. Barehe ni kipindi ambapo mtoto hukua na kuanza kuwa mtu mzima. Mwili ukipata uwezo wa uzazi, vile vile husababishwa na mabadiliko ya homoni mwilini, yani vichocheo. Hiyo ndio maana halisi ya barehe. Yes. Mabadiliko kwa hawa wasichana na wavulana inakuwaje? Tukianzia kwanza kwa wasichana, huwa yanaanza kuonekanaje? Tukianza kwa wasichana, kwanza kabisa wasichana huanza matiti kuanza kukua. Unaona pale kabinti matiti yanaonekana pale, lakini pia kupata hedhi. Lakini badiliko la tatu, nywele kuota sehemu za siri na kwa pani. Kuongezeka kwa umbo la mwili, huyu binti ataongezeka makalio, mapaja na sehemu za siri kuwa kubwa, zinatanuka yani. Vile vile kwenye upande wa ngozi huwa wanapata vipele usoni, na maanisha chunusi. Kwa wale ambao wanajua vizuri, kwa kuona utaona vipele tu usoni lakini chunusi. Hayo ndio mabadiliko kwa mwanamke, lakini pia anakuwa msafi. Yaani unakuta kabinti ghafla kamebadilika kanakuwa kasafi. Twende kwa wanaume. Kwa upande wa wavulana, mvulana anakuwa na uwezo wa kuongezeka uzito, lakini pia misuli kuwa mikubwa na nguvu pia zinaongezeka. Unakuta anatanuka sana kifua. Wanaita nini? Six pack. Sauti kuwa nzito, anakuwa na kabezi kidogo. Uume na korodani zinaongezeka. Kuota nywele pia na wao sehemu za siri, kwa pani, usoni, kondevu zile kidogo. Kwa wale wenye homoni nyingi unakuta anakuwa na sharubu mpaka huku, tunaita ni mustache. Lakini pia anaweza akatoka na shahawa wakati wa usiku, tunaita ndoto nyevu. Anapokuwa usingizini anatokwa na shahawa. Lakini pia kutokwa na chunusi usoni na mgongoni. Huyu mwanaume pia anaweza akawa na harufu mwilini, kuongezeka kwa jasho, yani anakuwa na jasho jingi sana. Naye anakuwa kidume hivyo. Hayo ndio mabadiliko kwa mvulana. Okay, sawa. Nirudi kwenu huku vijana. Utambulisho alafu tuanzie kwako madam hapo. Ukitajitambulisha alafu tuambie elimu hiyo ulipata wapi? Asante sana mtangazaji. Mimi kwa majina naitwa Agnes Josephat Pius. Mimi elimu hii nilipata kupitia mafunzo ya VUMA. Okay. Kwako brother? Okay, kwa majina naitwa William Anthony Pigangoma. Elimu ya ujana barehe mimi nimeipata kupitia mradi wa VUMA, ilikuwa ni mwaka 2021. Ndio vile vile waga kuna vipindi ambavyo tunaviendesha pale Town Clinic. Kwa nimejifunza kupitia mradi wa VUMA, vile vile vipindi ambavyo vinaendelea Town Clinic. Tukiendelea hapo imekunufaishaje? Elimu ya ujana barehe imenufaisha na vitu mbalimbali. Kwani pamoja imenisaidia kujua mabadiliko yanayotokana katika mwili wangu. Vile vile imenisaidia jinsi ya kujitunza, kufanya maamuzi sahihi, vile vile kuepukana na magonjwa mbalimbali. Lakini pia imenisaidia kujitambua, kujiamini na kufanya maamuzi sahihi katika maisha yangu ya kila siku. Okay. Yes. Kwako madam? Kwa mimi upande wangu elimu hii imeninufaisha
Baada ya kupata mafunzo ya VUMA, elimu hii imetunufaisha asilimia kubwa kwa vijana, kupunguza mimba za utotoni na ndoa za mapema. Na sisi vijana kupitia mafunzo ya VUMA tumeweza kujitambua juu ya afya ya uzazi. Okay. Sawa, tukirudi kwako kwa afisa. Kijana Barehe, mabadiliko ya kimwili huwa yakoje kwake? Sasa hapo ni mabadiliko ya kiakili. Mwili tumeshamaliza. Kiakili Tukianza na mabadiliko ya kiakili, kuongezeka kwa uwezo wa kufikiri kwa kina na kuchambua mambo. Kwa hiyo kijana anakuwa na uwezo mkubwa sana wa kufikiri, hawi sawa na yule mtoto mdogo. Lakini pia anaweza kufanya maamuzi binafsi. Vile vile anakuwa na hamu ya kujitegemea, yani anatamani naye akaanzishe maisha yake mwenyewe. Unajua tu kabisa huyu haya mabadiliko ya kiakili. Kuuliza maswali mengi kuhusu maisha na mazingira kwa ujumla, anakuwa na ongezeko la kumbukumbu na uwezo wa kujifunza mambo. Kwa hiyo anatamani kujua kila kitu kinachoendelea. Mabadiliko ya kihisia, huyu kijana anabadilika haraka, anaweza kuwa na furaha, huzuni au hasira za hapa na pale. Lakini pia kwenye mabadiliko ya kihisia kuna huyu binti au kijana anaanza kuwa na aibu, hasa mabinti, kujitambua zaidi mbele ya watu. Anatamani akipita kwa watu yani aonekane kwamba amepita. Kuongezeka kwa hamu ya kupendwa, kukubalika na wengine. Kuwa na msongo wa mawazo mara kwa mara, anaanza sasa kujikuwaza kila kitu. Anatamani yawe kama fulani, au wakati mwingine anakuwa na huzuni sana kama nilivyosema. Lakini pia kuongezeka kwa hisia za upendo au mvuto kwa jinsia nyingine. Okay. Lakini pia hii inamsaidia kijana kujitambua, kusaidia wazazi na walimu kutoa ushauri sahihi. Huo ndio umuhimu wa kuelewa haya mabadiliko. Kupunguza migogoro kwenye ya kijinsia, kihisia. Okay. Ndio umuhimu wa hayo mabadiliko. Sawa. Nirudi kwenu vijana. Elimu hii inawafikiaje sasa vijana wenzenu baada ya nyie kuipata? Asante. Nirudi tena Agnes Josephat Pius. Elimu hii inawafikia wenzetu kupitia sisi vijana tuliopewa mafunzo kupitia mradi wa VUMA. Baada ya kupewa mafunzo hayo, tunapitia kata, vijiji, tunaanzisha vikundi na vikundi vya jinsia zote. Tunaanzisha vikundi vya jinsia yote, tunatoa mafunzo kwa ajili ya wale wanakuwa wanajitambua na kuweza kujitegemea wenyewe. Okay. Kwako brother hapo? Okay. Elimu hii hapa inawafikia vijana. Mfano kama mimi pia educator. Mshahidika waga tunatembelea vikundi vya vijana. Ikiwa ni pamoja video ya bodaboda, tunatoa elimu juu ya ujana bale. Vile vile sehemu ya kikundi kama pulutebo, watu wanacheza bao. Kwa ndio elimu ambayo tunawafikia pale vijana, hivyo tunawapa elimu. Lakini kitu kingine tunakutanisha vijana. Siku hizi tumeanzisha weekend clinic kila Jumamosi, ambapo tunakutanisha vijana kuanzia miaka 10 mpaka 24. Pale tunaelimisha kuhusu masuala mbalimbali yanayohusu afya ya uzazi kwa ujumla, pamoja nayo hapo elimu ya ujana bale. Okay. Yes. Sawa. Nikirudi kwako afisa huko. Nini kifanyike sasa? Tumeona kwa hawa vijana mabadiliko yao hayo kwenye kiakili, kihisia pia nako tumefika huko sasa. Je, nini kifanyike? Hapo vijana wanatakiwa kupewa elimu sahihi kuhusu balee na ukuaji. Ndio kama hivi tunavyotoa elimu. Lakini pia kuzungumza na wazazi, walezi au walimu kuhusu hisia na changamoto zinazotokea kwa hawa vijana. Wazazi wasiwe wepesi sana kuwaficha vijana. Binti anapokuwa akae naye chini ya mwelekeze. Kama hawezi, ndio kama hivi wanavyoongea hapa Mapedo ambalo limeratibiwa na VUMA, wametujengea jengo nzuri sana. Vijana wakija pale watafundishwa jinsi ya hii elimu ya ukuaji na mambo yote yanayohusiana na kijana balee. Maana wazazi siku hizi sio wote watamwambia kwamba kijana utaota vuzi, utaota chunusi.
sio rahisi sana. Lakini pia kujenga marafiki wenye tabia njema. Jamii pia inapaswa kuwaelekeza hawa vijana kujifunza kudhibiti hasira na hisia nyingine. Lakini pia kujifunza kudhibiti, kama nilivyosema, hasira, kuepuka makundi mabaya na tabia hatarishi. Nadhani tunakumbuka kipindi kile vijana walianza tabia za ajabu. Kwa hapo wazazi tunatakiwa tusiwaogope hawa vijana, kwa sababu hapa tumesema huwa wanabadilika kihisia, anakuwa na hasira na nini. Mzazi mwingine anashindwa kufunguka kwa mtoto wake kwamba acha hivi, anakuwa muoga. Kwa hiyo hilo jamii pia inapaswa kuwaambia, hata majirani pia. Kushiriki shughuli za kujenga akili na maadili kama kusoma, michezo na ibada. Kingine, kutafuta ushauri unapopata msongo wa mawazo au hofu, hasa kwa vijana wanashindwa waende wapi. Kwa hiyo jamii ikijua kama haya mambo ni muhimu kwa hawa vijana bale, nadhani tutakuwa tumewasaidia sana hawa vijana. Okay, sawa. Nikirudi kwenu vijana huku, na naomba kufahamu vijana mtaani wananufaikaje na elimu hii? Waliopo kule mtaani, acha hao ambao wenyewe wamefika hapo Town Clinic, umeanzisha vile vikundi kule kwenye kata yako, hao wengine nao unawezaje kunufaika huko? Hao wengine kupitia sisi tuliopata mafunzo ya mradi wa VUMA, huwa tunatembelea kila kaya, tunaelimisha mzazi akishaelewa, tunakaa na binti tunamwelimisha kupitia juu ya afya ya uzazi. Tunawaelimisha, wanajua mabadiliko ya mwili kwa wasichana. Tunawafundisha kupitia mwongozo wa afya ya uzazi. Pia hapo faida tunayoiona wanaipata hapo ni pamoja na elimu ya mabadiliko ya mwili moja kwa moja balehe, na kuwapa wasichana uwezo wa kujiamini, uelewa juu ya afya zao, na kuepuka hofu na aibu. Elimu hii huwasaidia kusimamia usafi wa hedhi, kuzuia mimba za mapema, na kuongoza uwezo wa kufanya maamuzi sahihi juu ya afya zao. Okay. Kwako hapo brother, vijana wananufaikaje Masela kule kitaa? Okay. Vijana wananufaika na vitu mbalimbali kupitia hapa elimu ya vijana bale. Kitu cha kwanza ambacho wananufaika vijana, kwanza moja ni kupata elimu juu ya afya ya uzazi kwa ujumla, afya ya uzazi na ujinsia kwa ujumla. Kitu kingine ambacho wananufaika ni kuepuka matumizi ya madawa kulevya. Unaona? Kitu kingine ambacho wananufaika vijana ni kujifunza namna ya kujiandaa na mazingira hatari, kujilinda na mazingira hatarishi. Sasa ukiangalia sasa kuna baadhi ya vijana wanajiita sasa madamu chafu. Kwa hiyo kupitia elimu ile ya ujana bale, endapo tukitoa kwa uhuru zaidi, haya makundi tutayatoa kabisa. Vile vile wananufaika kupata mwongozo wa maisha bora. Okay. Kitu kingine wanachonufaika vijana kupitia elimu ya ujana bale, kuacha tabia mbaya kama ukatili na ngono zembe. Okay. Yes. Sawa. Afisa, nikirudi kwako huko, tuzungumzie wito ni nini kwa jamii? Wito kwa jamii ni muhimu kuhakikisha kuwa kila kijana wanapata taarifa, msaada na huduma wanaohitaji ili kuwa na maisha ya afya salama katika masuala ya afya ya uzazi. Zamani hizi hospitali tulikuwa tukimwona kijana au mtoto tunamfukuza hilo eneo asikae. Lakini kwa sasa jamani, tunashukuru hili shirika la VUMA, baada ya kutuletea mafunzo sisi watu wa huduma, tumewapa vijana kipaumbele. Kijana atakapofika pale hospitali ndio anakuwa mtu wa kwanza kabisa kuulizwa una shida gani. Kijana atasaidiwa na ataelekezwa kila kinachoendelea, tofauti na zamani. Kwa hiyo zama zimebadilika, watu wa huduma tumebadilika pia, na vituo vinavyotoa hizi huduma rafiki kwa upande wa VUMA kuna Town Clinic, Ilembo na hospitali ya wilaya kwa hapa manispaa. Pema na wengine huchelewa kidogo. Kwa hiyo ni kawaida. Okay. Hapo hakuna shida. Maana
Matata Onesimo, nafikiri jibu lako umelipata. Masuka Kulwa Msukuma original, mwanamke kubarehe ni miaka mingapi? Anatamani kufahamu, anatakiwa kwanza kuwa amebalehe baada ya miaka mingapi? Sawa kabisa. Hapo inategemeana na malezi na makuzi ya huyu binti. Kuna hawa vijana unakuta binti malezi yake anakula sana vyakula vya mafuta. Yaani wanatofautiana pamoja na hizo hormones. Kwa hiyo unakuta asilimia kubwa saizi binti miaka 12 amebalehe. Tofauti na zamani ilikuwa kuanzia miaka 15 na kuendelea. Lakini jamani, kuanzia miaka 12 huyu binti anakuwa amebalehe. Kwa hiyo inategemea, anaweza akaanza kuanzia kliniki. Kuna masharti yoyote ya huyu kijana wakati anakuja pale? Hapana, hakuna masharti yoyote, ila kuanzia waga tuna umri kuanzia miaka 10 mpaka 24. Tunamkaribisha akiwa na swali lolote kuhusu masuala ya afya uzazi kwa ujumla, atakuja kusikiliza elimu pamoja na ushauri, lakini pia kuna huduma ambazo zinatolewa. Labda mtu anahitaji labda huduma za uzazi wa mpango, labda anahitaji kama hivyo huyu aliyouliza swali kwamba na msongo wa mawazo. Kwa hiyo pale atakutana na wataalamu ambao watamshauri jinsi gani ya kufanya aepukane na hayo hapo mawazo. Okay. Kwa hiyo kunakuwa na huduma mbalimbali. Hiyo ni Tony Clinic. Yes. Kila Jumamosi ya wiki. Saa ngapi mpaka saa ngapi? Kuanzia saa 2 asubuhi mpaka saa 5 asubuhi. Yes. Okay. Na Ilembo pia wanatoa huduma pamoja na hospitali ya wilaya. Hospitali ya wilaya kwa maana ya ile manispaa. Hospitali ya manispaa pale kanisani. Muda ni huo mmoja. Ndio. Ina maana ambaye anaona karibu ni Ilembo ataenda pale Ilembo, huyo kijana, na anayeona karibu hospitali ya manispaa ataenda hospitali ya manispaa, na anayekuja Town Clinic. Town Clinic si ndio hii hapa nani hapa Mwangaza? Ndio. Soko la Mpanda Hoteli. Ni pole sana Ilembo, kunywa maji mengi, relax. Unakuwa umemaliza tatizo? Kabisa. Kweli? Kwa sababu kila muda si atakuwa anakojoa. Ili uwe wa kwanza kupata taarifa zetu, usisahau kusubscribe, kulike na kushare.